kwa ajili ya mapenzi yake tumefanyika kuitwa wana usiku wa leo. Na nashukuru Mungu, nashukuru Mfalme kwa sababu ya ujumbe ambaye ameandaa usiku wa leo. Hivyo nakushukuru pia wewe kwa sababu ya nafasi ambayo umetenga kwa sababu ya kusikiliza ujumbe huu, katika jina la Yesu Kristo. Mfalme wa ajabu, ni wewe ambao unaishi milele. Asante kwa sababu ya msikilizaji, asante kwa sababu ya mpendwa huyu ambaye ametenga muda wake kwa sababu ya kulisikiza neno lako. Naomba ya kwamba achilia kibali na neema katika moyo wake, ya kwamba tembelea hata na moyo wake, mkumbuke katika moyo wake, katika jina la Yesu Kristo naomba na kuamini, amen. Asante mpendwa, usiku wa leo nashukuru kwa sababu ya neema ambayo Mfalme amefanya. Nashukuru kwa sababu ya neema ambayo Mfalme ametupa mimi pamoja na wewe. Bila kupoteza wakati, nataka tushiriki neno la Mfalme, neno la Mungu. Ujumbe wangu usiku wa leo ni kwamba kuishi katika maisha ya busara. Kuishi maisha ya busara. Bwana Yesu asifiwe. Kuishi maisha ya busara katika jina la Yesu Kristo. Tunaenda kusoma neno la Mungu ndani ya Methali 17 mstari wa 2. Neno la Mungu linasema kwamba mtumwa afanyaye mambo kwa busara atatawala mwana mpumbavu na kurithi mali kama mmojawapo wa jamii. Atarithi mali sawasawa na mmojawapo ya jamii. Bwana Yesu asifiwe. Yaani mtumwa ambaye anafanya mambo yake katika hali ya busara. Mtumwa, mtu ambaye ako kwa vifungu, ameishi kuteseka, anaishi katika jamii ambayo sio yao. Anaishi katika jamii ambayo hakuzaliwa ndani, hawaitani, hawana ukoo. Huyo ni mtumwa. Maybe ako mahali pale kikazi, ametekwa nyara, anaishi mahali pale kwa sababu ya kukosa namna. Wengine wanarokotwa katika hata mapipa, wanarokotwa mijini, wanaenda kukaa kwa boma ambaye hawajazaliwa ndani wala hawana ukoo. Bwana Yesu asifiwe. Huyo ni mtumwa. Mtumwa ni mtu ambaye angali katika vifungu. Mtumwa. Ndio unaona kwamba Waisraeli kabla hawajavuka Yordani kuelekea kuelekea Kanani, walikuwa watumwa wakiwa katika nchi ya Misri. Walikuwa watumwa ambao Farao alikuwa amewateka nyara, akiishi katika hali ya kuwatesa. Wamekaa chini ya sheria, mateso kila wakati. Bwana Yesu asifiwe. Na pia nafurahi kwa sababu ya kijana mmoja ambaye unaweza kwenda pia ukamuuliza. Kijana anaitwa Yusufu. Bwana asifiwe. Ukisoma Biblia inakuambia kwamba Yusufu akaishi pamoja na jamii yake, lakini ikafika mahali akachukiwa na ndugu zake kwa sababu alipendwa na baba yake zaidi. Akachukiwa na ndugu zake kwa sababu ya busara ambayo alikuwa nayo. Baada ya kuchukiwa, akauzwa katika nchi ya utumwa. Bwana Yesu asifiwe. Baada ya Yusufu kuuzwa, akaishi katika hali ya mateka na hali ya utumwa. Akaishi kwa mjakazi, akaingia katika nchi ile, akaishi chini ya sheria na mateso, akawa mtumwa. Bwana Yesu asifiwe. Akawa mtumwa. Lakini Biblia inasema kwamba baada ya Yusufu kukaa katika nchi ile, kwa sababu alikuwa anapendwa na baba yake, na tunajua kwamba alikuwa alishabarikiwa na baba yake, na tunajua kwamba Mungu alikuwa pamoja naye. Pia Yusufu alikuwa ni mtu mcha Mungu, kijana mcha Mungu. Bwana hakumwacha hata licha kuwa alikuwa katika hali ya utumwa, lakini Bwana hakumwacha. Bwana Mungu hakumwacha. Amen. Huyo ni mtumwa. Na mwana ni mtu ambaye amezaliwa,
amezaliwa. Kama ni ufalme, kama ndani ya ufalme, yeye ni mtoto wa ufalme. Kama ni katika mji ule, yeye ni mwana katika mji ule. Anamiliki, ako na urithi katika jamii hiyo, ako na urithi katika ufalme, ako na urithi katika ufalme. Bwana Yesu asifiwe. Ndiposa usiku wa leo nakuambia kwamba mimi pamoja na wewe, sisi ni wana katika ufalme wa Mungu. Mimi pamoja na wewe, sisi ni wana katika ufalme wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Mimi pamoja na wewe, wote ambao wanamtambua Yesu kwa Kristo na Mwokozi wa maisha yao, wamefanyika mwana katika jina la Yesu. Ndipo unasikia wimbo unasema kwamba nimefanyika mwana na nimehesabiwa haki. Nimefanyika kuwa mwana na nimehesabiwa haki. Nimefanyika kuwa mwana, nimehesabiwa haki. Nimefanyika kuwa mwana na nimehesabiwa haki. Wimbo unasema kwamba nimefanyika mwana na nimehesabiwa haki. Wewe unayenisikiliza, je, umehesabiwa haki? Je, unaishi maisha ya busara? Bwana Yesu asifiwe. Biblia inasema kwamba ati mtumwa afanyayo mambo kwa busara atatawala mwana mpumbavu. Wengine sisi tumefanyika wana katika ufalme wa Mungu, lakini tumekuwa wapumbavu. Hatutaki kuishi katika mapenzi ya Mungu. Hatutaki kutenda mapenzi ya Mungu. Hatutaki kuenenda katika njia za Kristo. Ndiyo tumefanyika wana, lakini kiburi kimetujaa. Ndiyo tumefanyika wana, lakini hekima imetukosa. Tumefanyika wana, lakini hatuna busara. Hata jinsi tunavyokaa makanisani mwetu, hatuna busara. Sisi ni wana, lakini hatuna busara. Tuko katika ufalme, lakini tumekosa busara. Ndipo unaona huku nje kuna watumwa, watu ambao hawajaokoka. Hao ni watumwa katika dhambi, lakini wako katika hali ya busara. Wanaishi maisha ya busara. Wanaufahamu kuliko sisi, wanaufahamu kuliko wewe ambao umeishi kanisani miaka mingi. Wewe ni Mkristo, wewe ni mwana, lakini hauna busara. Huyo mtumwa anaishi maisha ya busara kuliko wewe, na hivyo Biblia inasema kwamba huyo mtumwa atakutawala, upende usipende. Kama hautaishi maisha ya busara, upende usipende, watakutawala. Upende usipende, mtumwa atakutawala. Sisi tumefanyika wana, tunaishi katika madhabahu, tumeishi maisha ya wokovu, tumeishi maisha ya Kristo, lakini matatizo yamekuwa mengi. Alafu badala ya kuishi maisha ya busara, badala ya kurejelea kwa msalaba, kujua shida iko wapi, tunajitia moyo, tunasema kwamba ati mti mwenye matunda ndio upigwao mawe. Tunajifariji katika misemo badala ya kurudi katika mapenzi ya Mungu. Neno la Bwana linatia moyo. Hii ni baada ya Yusufu kuuzwa. Licha kuwa alikuwa mtumwa. Hapo mwanzoni alikuwa mwana katika jamii ya baba yake, lakini alipofanyika kuwa mtumwa akauzwa katika nchi ile. Biblia inasema kwamba akawekwa katika nchi ile, akapita taabu na mateso, akasingiziwa. Lakini Biblia inasema kwamba baada ya Yusufu kugundua ya kwamba haya yanampata, hakujifariji. Alirudi kwa magoti na kumuita Mungu, akamwambia Mungu, hata yaje namna gani mimi sikuachi.
akawa katika maisha ya utumwa, lakini aliishi maisha ya utumwa, lakini aliishi na busara. Aliishi na busara. Iko watu kuinje ni walevi, lakini wanamiliki vitu ambavyo Wakristo hatuna. Wanaishi maisha ambayo wewe Mkristo hauwezi ukaishi, kwa sababu wanaishi maisha ya busara. Wanaishi maisha ya busara. Sisi tunajifariji na misemo. Tunajifariji sisi na misemo. Tusema ipo siku yangu nitafanikiwa. Badala ya kutia bidii kuomba katika magoti, tunajifariji na misemo. Ya kwamba mti mwenye matunda ndio unapigwa mawe. Wewe unateseka katika shida, na wewe ni mwana. Umekosa busara. Umekosa busara. Jinsi kama vile huyu mwana mpotevu alivyoharibu na kupotoka kiakili wakati alitekwa nyara na mawazo yake, akakaa katika hali ya utumwa. Aliishi katika hali ya utumwa. Aliishi katika hali ya utumwa, kurandaranda, akaenda hata kulisha manguruwe, kukula chakula cha manguruwe, na huku ameacha urithi. Ameacha baba yake na mali, licha kuwa alipewa urithi wake, akakula akaharibu, lakini baba yake bado anamhitaji. Bado anamhitaji. Mara nyingi sisi tumeishi sana kujihuzunisha kana kwamba baba hana umiliki, kana kwamba baba hana urithi. Mpendo na kutia moyo usiku wa leo ya kwamba rejea katika njia. Rejea katika njia. Usikubali kuwa mpumbavu. Usikubali kuishi maisha ya kipumbavu. Rejea kwake Mfalme. Bado anakuita. Maana yeye ana neema. Ni neema ambayo imeachiliwa. Ni neema ambayo imeachiliwa usiku wa leo. Ni neema ambayo imeachiliwa usiku wa leo. Ni neema yake ya mkombozi. Ni neema ya mkombozi. Ni neema ya mkombozi. Ni neema. Sikustahili, nimefanyika kuwa mwana, nimehesabiwa haki. Nimefanyika kuwa mwana, nimehesabiwa haki. Nimefanyika kuwa mwana, nimehesabiwa haki. Nimefanyika kuwa mwana, na nimehesabiwa haki. Ni neema ya mkombozi. Ni neema ya mkombozi. Ni neema. Sikustahili, nimefanyika kuwa mwana, na nimehesabiwa haki. Nimefanyika kuwa mwana, na nimehesabiwa haki. Mpendwa, usiku wa leo, kwa sababu sisi ni wana, nataka kwamba tuombe Mfalme akatuhesabia haki, ya kwamba tukaishi maisha ya busara katika ufalme. Watumwa wasirithi urithi wetu. Watumwa wasirithi urithi wetu. Tuishi maisha ya busara, tumpendeze Mungu. Tumpendeze Mungu kwa lolote ambalo tunafanya katika ulimwenguni. Baba, katika jina la Yesu Kristo, nakushukuru kwa sababu ya neno lako. Unasema kwamba mwana mpumbavu anatawaliwa na mtumwa mwenye busara. Sisi tumeishi katika upumbavu kwa miaka mingi, lakini kuanzia siku ya leo Mfalme, twaomba kwamba uturejelee, tufanye kwa wenye busara mbele zako, ya kwamba tukawe na sehemu katika urithi, ya kwamba tukawe sehemu katika urithi, tukamiliki urithi wetu
katika jina la Yesu Kristo. Asante kwa sababu ya urejesho, katika jina la Yesu naomba na kuamini, amen. Barikiwa sana mpendwa.